kwa kulitumikia kusudi la Mungu. Nitainuka tena kwa kulitumikia kusudi la Mungu. Warumi sura ya 8. Sasa kama talanta uliifukia, nenda kaifukue. Unaelewa? Alafu kaifukue. Warumi 8:28 inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Katika kuwapatia mema, anasema hivi, yani, mwambie mwenzio yani. Sema tena yani. Sema tena yani. Wale mnanitegea, wale walioitwa kwa kusudi lake. Bwana siwe. Sema tena yani. Wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa hiyo tutainuka tena kwa kulitumikia kusudi la Mungu. Anafanya kazi pamoja na wale wanaompenda. Wale wanaompenda, anasema kwa kuwapatia mema. Kwa unapolitumikia kusudi la Mungu, kuna mema unapatiwa unayemtumikia kusudi. Wewe unadai mema ikiwa kusudi lake hujalitumikia. Sio neno kusema. Amen. Amen. Wakati naomba usiku hapa jana, nasemesha kwa habari ya ujumbe wa leo, akazungumza jambo, nasema kwa jinsi yake. Nigeloka Justin huyu tambo, simameni kwanza nyowe. Kwa muonekano tu, physical appearance zao wanafanana? Wanafanana? Hawafanani. Wako tofauti, lakini wote wameumbwa na nani? Na Mungu. Jinsi alivyoumbwa tambo ni tofauti alivyoumbwa Justin. Kwa kila mtu ana namna yake ambayo Mungu alimfanya awe kwa kusudi lake lilomfanya awe. Sasa usitafute namna ya mtu mwingine iwe ndio namna yako, utafeli. Amina. Napotukana. Bwana Yesu asifiwe. Kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi. Kwa lile kusudi uliloitiwa kulifanya, kuna mema ya Mungu utapewa. Sikuwa naweza kusema. Naudia tena. Fursa zako, kubarikiwa kwako, kuinuliwa kwako kupo kwenye kusudi uliloitiwa. Yani yale mema yapo kwenye kusudi. Huko kwingine unapoteza muda wako, unafanya jambo ambalo sio la kwako. Bwana anakusubiri alipokuitia. Utakapoanza kufanya lile kusudi alilokuitia, ndipo utakapoona mbaraka wako ukiongozana wewe huko. Sasa wewe uko mahali pengine, unataka ulipwe mshahara kwenye kazi ambayo
uliopewa kufanya. Havichi na haviwezekani. Kitabu cha Yohana 15 mstari wa 16, tutainuka tena kwa kulitumikia kusudi. Tumezungumzia wenye talanta. Wewe mwenye talanta moja ulioifukia talanta, mwambie tu, Bwana nisamehe, na kwenda kuifukua kwenye leso, naenda kuizalisha kuleta faida. Lakini lazima kwanza ujue kama umepewa talanta. Aliye nacho ataongezewa, asiyekuwa nacho hata kile kidogo alicho nacho kitanyang'ana. Kwa hiyo kuna kitu unacho, kwa sababu hujui kama unacho, ni kana kwamba haunacho, utanyang'ana. Kwa cha kwanza jua kuna talanta nimepewa. Talanta gani ambayo napaswa kuifanyia nini? Hiyo uliyopewa sasa, ingia kazini. Hatujaitwa wote kuhubiri. Amen. Kama hujaitwa kuhubiri, usihubiri kama hujaitwa kuhubiri. Hatujaitwa wote kufanya biashara. Kama hujaitwa kwenye biashara, usiende kufanya biashara wakati sio kwa kufanya biashara. Sawa, umeitwa kwa kusudi gani? Kauko. Umeitwa kusaidia watu, fanya kwa uaminifu. Kila mtu kwenye eneo lake ambalo Mungu amemweka, fanya kwa uaminifu. Ukiwa pale, hakikisha cha kwanza kusudi la ufalme wa Mungu kuweka pale inafanyaje? Natimizwa. Utakapotoka kwenye ile position Mungu aliyokupatia, atakuuliza ulifanya nini? Nataka faida. Wakati wa mahesabu unakuja, talanta uliyopewa, anataka faida. Ulifanya nini? Amen. Wakati ninanyoa, sikujizuia kuficha nilicho nacho. Kwa chapia injili wa kwanza alikuwa ninaowanyoa. Leo ni mimi Janeti hapa. Nani saluni nipiga injili, kaupokea huko, kajaga kanisani, ndio Elisha katukabulia binti yetu. Yule ni saluni nipiga injili, kaja kuleta watoto kunyoa, kampiga injili, kakubali wokovu, na leo tulivyogaruka naye na mashetani mpaka Mungu akamsaidia, ndio Elisha katupatia binti, lakini ni saluni. Na wengine hapo mnijulia saluni. Maana kule na mimi niko nanyoa, lakini kusudi sio mimi kupata hela kwenye kunyoa. Kusudi la kwanza la Mungu ni ufalme wake. Watu waokolewe. Hilo ndio jukumu la kwanza. Utaka watu wote waokolewe. Unauza nguo zako. Unapoenda kuuza nguo, bwana ishi ngapi? Miaka umeokoka? Habari za maswali nini? Yesu akupenda. Unaendelea vizuri. Una genge lako. Wale wanaokuja ndio mtaji wako wa kwanza, sio kutoka hela kwao. Yesu anakuweka pale kwa kusudi. Kuna watu watakuletea pale, unahitaji wokovu uliopokea ndani yako kutoka Kristo. Unafanya nini kwa ajili yao? Time ya kumaliza kipindi chako pale ulipowekwa itafika. Utafanya kazi milele. Mimi najua kuna siku nitakuwa mchungaji. Sikaje ndo maisha yangu yatakuwa ya kunyoa. Lakini wakati nilipofika akasema nataka muda wangu utumie kwenye kazi yako. Nitafanya ili weke mtu andeku apate kitu na upate kitu, maisha endelee, si ndio? Mimi nifanya hicho nitie. Lakini okay, swali, kipindi ambacho niko pale, unahesabu gani? Una ripoti gani unaitoa kwa mwenyewe? Kwambia tangu nimeenda kwenye ofisi, kwa kweli watu wa kadhaa wameokoka, watu kadhaa nimeombea. Nilikuwa naombea ofisini, anakuja na mashetani yake, nafunga ofisi. Tunabaluana mle ndani. Si madhabahu. Bwana sifiwe. Kwa hiyo una ripoti ya kutoa. Uliniweka hapa kwa kusudi lako. Moja, si kwa sababu nipate hela. Cha kwanza ni kwa ajili ya ufalme wako. Mathayo 6:33, utafuteni kwanza ufalme wake na nini? Na nini? Na haki. Hapo anasema
yapi? Si hela. Kwa nini ufanye biashara ni si hela? Lakini ni Bwana ili akutende mema kwenye biashara uifanye, cha kwanza kusudi. Ila unafikiri amekupa mtaji wa kufungua biashara kwa sababu utengeneze fedha. Ukiweka kipaumbele kwenye fedha, umefeli. Mligombania hiyo kazi watu wengi, si ni kweli? Mpaka ukamshukuru Mungu, nashukuru Bwana umenipa nafasi. Mshukuru Mungu sana, lakini na mtihani mkubwa. Jua kusudi la Mungu kupatia wewe na kuwanyima watu wewe. Hujalijua hilo, atakuja kutoa hesabu yake. Kuna kipindi kinakuja cha kupunguzwa watu. Kitakacho kumshawishi Mungu ubakie jina lako lisikatwe. Ulifanya nini kwenye ile nafasi aliyokupatia? Wakati uko pale. Hata kuombea ofisi uombe, kuombea kubwa wako uombe, mapenzi ya Mungu pale kuyaombea timizo uombe. Unaona vitu vinafanyika vya ovyo pale na unatazama na mlokole uko pale, jua ndio kusudi lako kubadilisha pale, unatazama na unaungana nao, sawa. Wakati utafika wakati wa mahesabu. Hata mwambie Bwana, Mungu wangu naomba Bwana jina langu lisionekane, litaonekana sana. Tutaita na wino mweupe lionekane vizuri. Wala unataka kukatwa, huna faida kwenye ufalme. Anasemaje Yohana 15:16? Si mwezi wa kuinuka. Si mwezi wa kuinuka. Sawa, tunainuka kwa kutumikia kusudi. Tunainuka kwa kuitumia mamlaka tuliyopewa na Kristo kushindana, kushinda. Unayo mamlaka ndani yako. Ishara hizi zitafuatana hao wanaoamini. Amen. Usikimbie tenda. Mimi tenda za mapepo nazitaka kweli. Ndio kula kwangu sasa. Sasa unataka mema, kusudi ulitaki. Na kusudi moja wapo, usifikiri swala kemea pepo na mchungaji peke yake. No. Amesema waaminio. Maadamu unaamini, tenda ya kukemea pepo, kuponya magonjwa ni ya watu wote. Hakuna specialist wa kukemea pepo. Maadamu unaamini, hiyo nguvu iko ndani yako. Wananisikia? Hiyo leseni iko ndani, ushapewa leseni na vehicle inspector wa mbinguni ya kutoa pepo. Wakikuuliza unafanya kwa mamlaka gani? Sema kwa mamlaka iliyopewa na Kristo. Yesu mwenyewe aliulizwa, utuambie unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Nani alikupa hii mamlaka? Naye akaulizwa swali. Na mimi niambie jambo na nichoa chini. Mamlaka ya kubatiza ya Yohana yalitoka kwa wanadamu au yalitoka kwa Mungu? Wakajiuliza, wewe tukisema ilitoka kwa Mungu sasa mbona mkuamini? Tukisema ilitoka kwa binadamu, hao jamaa tupiga mawe yao, tukamwambia tujui. Akamwambia kama mjui na mtawaambia. Nafanya mambo kwa mamlaka gani? Unapokwenda kufanya kitu cha ufalme, jua ni Yesu amekutuma. Yohana 17:19 anasema kama Baba alivyonipeleka na mimi nawapeleka. Kama Baba alivyonituma na mimi nawatuma. Kwa unaacha kufanya chochote ni Baba amenituma, usijipeleke. Unaweka mikono, ni agizo la mwenyewe, weka mikono kwa ujasiri wote. Yohana 15:16 anasema si ninyi bali ni mimi niliyewachagua ninyi nami nikawaweka mpate kunizalia matunda. Sasa na matunda yenu yapate kukaa. Hajaishia pale. Ili kwamba lolote mumombalo Baba kwa jina langu awapeni. Kwa hiyo faida mojawapo ya kumzalia Mungu matunda, ya kulitumikia kusudi lake, inakugaranti kujibiwa kwa maombi yako. Kwa kuna maombi ujibiwi, ni kwa sababu gani? Hakuna kitu unachokifanya kwa ajili ya ufalme. Si ninyi mmenichagua, ni mimi nimewachagua, afu nikawaweka. Umewekwa wapi? Hujajiweka, umewekwa. Amen. Umewekwa kwa ajili ya ufalme. Unafanya nini kwa ajili ya ufalme? Anasema kumzalie matunda. Yale matunda yakae, ili sasa utakalomwambia Baba lolote akutendee. Kwa kuna vitu hatutendewi kwa sababu hatujafanya lolote pale tulipowekwa.
Kwa first priority ya pale Mungu alipokuweka, biashara aliyokupa ni ufalme wake, umzalie matunda. Anataka faida. Kusudi gani umepewa? Kusudi gani liko ndani yako? Ni nesi sawa. Huo nesi uliumbwa na shetani na Mungu, sio? Kama ni Mungu aliumba huo nesi, basi anakusudi na huo nesi aliyokupa, si ni kweli? Sasa atarudi pale, wewe kuja kuhudumia tu wagonjwa, toa kwanza $5. Mtumishi mmoja tulikuwa tunaongea naye, kanieleza kuna mtu fulani anamsaidia, kama bwana, akaniambia tuna shida, haoni 1 2 3. Nikamwambia andae sadaka ya $100 je nimuombee. Nikamwambia ndugu, unauza huduma? Kaambia kitu ni marufuku. Usimetaka mimi baba? Marufuku. Yesu alikataza. Akasema na watuma msichukue fedha wala mkoba. Amen. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toeni bure, si ndio? Hutaki kudai na ushapata thawabu. Baba samani bwana, baba nikosi, baba sijui marufuku. Aliyekuita hicho kipawa, kama ulikinunua mahali sawa, una haja ya kuchaji, si ndio? Kwani uweze nimotolea hela? Si Mungu amenipa. Sasa anasema nilichokupatia utaki kukichaji. Nimekupatia bure, kunipa chochote, na wewe utaki kufanyaje? Toeni bure. Inapona kuna maombi ya $100,000, kuna maombi ya $50,000, kuna maombi sio ngapi, lakini hata hizo kuna maombi ya $500. Haja kusema mimi siyepo. Niliona $1,000, nikaona $50,000, $30,000, ilishaka nadhani $10,000. Kwa hiyo kwenye bukubuku hataki kuombewa. Ndio ni biashara. Afu nawe bado uko hapo. Pole. Anauza. Kama anauza, tafsiri yake ni ipi? Hicho alicho nacho naye amenunua. Kanunua. Swala la mtu kutoa lile la kwake hiari, kwamba kamuona Mungu amemtendea, kaona Mungu amefanya, ni hiari ya kwake, shukrani yake kwa nani? Sio wewe umdai. Ukidai umeshinda kinyume. Amen. Amen. Umeitwa kwa kusudi gani? Yeremia umetakiwa uzalie matunda. Yeremia 1 mstari wa 4 hadi wa 10, afu mkato 19. Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 mpaka wa 10, mkato 19. Elewa kusudi la kuloitiwa. Anasema, neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Tutaelezea hapo baadaye kidogo. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu niliyekutuma kwake. Utakwenda kwa kila mtu niliyekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Bwana sio. Kusudi linahitaji nidhamu, maelekezo. Utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma, utasema kila neno nitakalo kuamuru. Bwana siwe.
Hatusemi hapa kama tutakavyo, lazima tumuulize mwenyewe, kesho una kusudi gani kwenye ibada ya watu wako? Ngoma karibia masaa mawili kwa unena tunako kwa lugha. Iko hapa. Ndio kasikia hivi. Hujasikia alichokutuma ufanye, ukafanya kwa sababu ya emotion zako, umetumikia kusudi lako, hujatumikia kusudi lake. Mema ambayo yanaambatana kutumikia kusudi hutayaona. Kwa Mungu hujaingiza, ni sifuri. Usitegemee posho. Amen. Amen. Anasema usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi niko pamoja nao nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyoosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia sasa, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Amen. Nimekuweka kung'oa, kubomoa, kuharibu, kuangamiza, ili kujenga na kupanda. 19, nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi niko pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Bwana asifiwe sana. Kusudi Mungu analokupa kulitumikia mahali alipokuweka, yuko pamoja na wewe. Adui atainua watu wake wapigane na wewe na lile kusudi aliyoweka ndani yako, hawatakushinda. Kwa nini? Kama ulijiweka wewe pale, watakushinda. Kama ni Mungu aliyekuweka pale, kwani wako wapi? Wako wapi? Tuulize, wako wapi leo? Wako wapi? Sio kwenye ibada tuko hapa. Mlango uko wazi. Wamekaa pale. Nikamwambia kuna mtu namuona pale. Nyinyi mko muone. Pale. Ana hasira kweli kweli. Kasimama pale, refu, kasimama pale. Na namjua. Nilichokuja kushangaa. Siku moja bodaboda moja ambaye ananibeba wakati huo. Tumetoka naye, akasema, "Chungaji, huyu jamaa anakuchukia kweli." Kaambia, "Nani?" "Asiwe jirani yako." Nani akamtaja. Nikarudisha picha, ndio niliona hapo. Akasema, "Yule ni mtu mmoja mitatu." Oh. Akasema, "Yule bwana yule ni ng'ombe wetu." Sasa kuna mtu nimemleta pale, wakianza tu maombi yao kule, kitu kimeitika kule. Tukianza hapa fire, utasikia kule legelege zimeshaanza kule. Sasa akamwambia, "Simpeleke pale." Akamwambia, "Nipeleke mimi?" Akagoma kumleta hapa. Turudisha kwa Utanga. Basi kama ndio dawa sawa, mrudishe. Sisi hapa tunaendelea. Nikashangaa nikimsalimia jamani jibu. Sasa mimi kusalimia ukinijibu, usiponijibu nakula kwako. Sijui, ulichonichukia mimi sijui, tulichokoseana mimi sijui. Nikanyamaza. Bwana asifiwe. Siku nyingine naomba hapo usiku saa 9 na 9 hapa. Niko hapa nimekaa zangu hapa kwenye kiti changu cha Bwana hapa. Niko hapa. Akaja hapa, simama hapa. Kavaa kaniki nyeusi. Anafanya hivi. Mimi niko hapa. Namuona. Sasa jina lake nilikuwa sijui. Lakini nashangaa nikajua nimemtaja jina lake. Nikasema, "Wewe unakujua?" Sijaanza kusema kwa jina Yesu, akapotea pia. Leo yuko wapi? Ashama na kuama hapo. Yuko mwanabwitu anacheka na ngedele. Si mnajua tunaombea watu panapolipuka inaongea, si mnaelewa? Ghadhabu alikuwa na mimi wangu, si wanaelewa? Lakini maadamu sikujileta, miale nileta. Mimi sina shida kuhangaika nao. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda.
mkubwa wewe, angalia hawa wasi ndio niweka hapa, angalia hawa wako wapi leo, wako wapi? Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Jua kusudi lako kazini kwako, kwenye biashara, jua kusudi ni Mungu unaokika ndani yako amekuweka pale. My friend, hakuna kung'oa. Watakaotaka watengeneze miundombinu zao ufukuzwe kazi, kamuulize Danieli. Wakatengeneza na sheria, hakuna kuomba kwa Mungu awe yote kwa siku 30. Lengo anayelipwa ni Danieli. Madam ni Danieli aliwekwa na Mungu kwenye ule ufalme pale, hakuna wa kumshinda, hakuna wa kumshinda, bali yale walioyatengeneza ili ampate Danieli kwa kuvunja sheria ndio aliyopata wao wenyewe. Tundu la simba waliingia wao, Danieli alipona. Kwa kila mabaya ambayo yanakusukia kupitia kusudi Mungu aliyokupatia. Ndio maana muda mwingine kana waza, hivi yote tunaipata kwa sababu ya nini? Muda mwingine natamani kulizaini, lakini kusudi sasa, kusudi nisaidie. Yeremia 47. Yeremia 47 mstari wa 6 na wa 7 anasema, upanga wa Bwana, siku ngapi zitapita kabla hujatulia? Ujitie katika ala yako, pumzika upanga, utulie upanga. Upewa upanga utulie. Anasemaje 7? Utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo juu ya Ashkelon na juu ya pwani? Ndipo alipoyaamuru hayo. Huwezi ukatulia ikiwa Bwana amekupa nini? Hauwezi kutulia. Japo kwa vita ni kali, upinzani ni mkali, lakini kutulia, ukisema uache, ukutana na rafiki yako hakupi kutulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa 48 mstari wa 9 anasema mpaka 12. Anasema mpe Moabu mabawa apate kuruka na kwenda zake. Na miji yake itakuwa ukiwa, isiwe na mtu kukaa ndani yake. Na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Na alaaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Moabu amestarehe tangu jana wake, naye ametulia juu ya sila zake, wala hakumiminwa toka chombo kimoja kutiwa chombo kingine, wala hakwenda kufungwa. Kwa hiyo radha yake anakaa nayo, wala harufu yake haikubadilika. Basi tazama, siku zinakuja, asema Bwana, ambazo nitampelekea wamiminao, na watamimina, nao watamwaga vyote vilivyomo vyomboni mwake, na kuzivunja chupa zake vipande vipande. Anasema Moabu amestarehe, ametulia. Kwa nini? Kuna mtu amewekwa pale ili amimine, amuhamishe, na umetulia kama wao, unatafuta amani na wao. Amesema siku zinakuja, nitampelekea wamiminao. Bwana anakupeleka wewe. Ulipelekwa kujijua, anakupeleka. Kuna vitu vinavyoendelea kinyume na Bwana pale, Mungu anakupeleka. Anataka ukamimine, anataka ukamwage vyote. Nisikilize. Usipotumika kwa kusudi Mungu alikuwekea pale, kuna vitu vinavyofanyika na wao, hata wewe vitakuathiri, hata wewe vitakukwamisha, hata wewe vitakuzuia. Kumbuka msema yuko anayezuia mpaka atakapoondolewa. Nakumbuka ile somo letu. Kwa hiyo Mungu anapokuweka mahali, lengo mojawapo, kuna kina Moabu ambayo madhara yake yanakugusa na wewe moja kwa moja. Kuna kusudi, na unapopewa lile kusudi, umepewa na full equipment za kufanyia kazi. Kabla hata uchungaji ujaja, naanza kuandaliwa
Mimi mstari wangu niliopewa ni Isaya 42 mstari wa 6 na wa 7. Huu ndio niliopewa na mwenyewe aliniita. Aliniambia hivi, akasema, mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Sawa, anasema kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Unaelewa eh? Hapo amestarehe. Inawezekana kuna Moabu ndani yako kastarehe, hujui, lakini mamlaka unayo ndani ya roho yako. Moabu anastarehe kwenye nafsi yako, lakini kuna Moabu kwenye roho, kwenye nafsi yako. Mapepo yakai kwenye nafsi, kwenye roho, yanakaa kwenye nafsi. Roho Mtakatifu akai kwenye nafsi, anakaa kwenye roho yako. Zile nguvu za Mungu unajazwa kwenye roho yako. Usitumie moja kuifungua nafsi yako. Sasa kuna vitu vimestarehe ndani yako, vinasubiri tu jasiri unaposema kwa jina la Yesu Kristo, kila kifungo kwenye nafsi toka kwa jina la Yesu Kristo, toka. Unaposema vile, manake ni wewe mwenyewe unajifanyia ukombozi mwenyewe. Nisikilize vizuri. Kuna Moabu amestarehe. Kabla hujamwombea mtu, hakikisha kwanza mwenyewe umejiwekea nini? Umejikomboa mwenyewe. Unamwombea mwingine afunguliwe wakati uko kwenye kifungo. Sasa mwenyewe unasema kama Mungu ameshaanza kunifungua mimi, unaujasikia na kumwambia mwingine afunguliwe. Unaweza kuogopa. Lakini japokuwa Mungu anaweza kufanya, si umemwombea yule. Kama umeshindwa kujiombea, hawezi kufanya. Kanuni ni kwamba ombeni na mtapewa. Kanuni ni kwamba mkifungua duniani na mbingu zimefungua. Sasa unamfungua mwingine atafunguliwa. Lakini ufunguo ule umeshindwa kujifungua mwenyewe, huwezi kuona kufunguliwa. Amen. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa kunichagua kulitumikia kusudi. Umeniweka si kwa bahati mbaya, unayo kusudi, unayo sababu, na umeniumba kwa jinsi yake. Umeniumba kwa namna yangu ambayo sifanani na awaye yote. Ulichoweka ndani yangu hakifanani na awaye yoyote. Vita ninayopambana nayo, vita ninayokutana nayo, ni kwa sababu ya ulichoweka ndani yangu, kusudi uliweka ndani yangu. Bwana wangu Yesu, Bwana wangu Yesu, yuko azuiaye kusudi lako, yuko acheleweshaye kusudi lako. Lile kusudi uliweka ndani yangu la mimi kuinuliwa, la mimi kuifanya kazi yako, yupo anayezuia, Umeweka kusudi la kufanya biashara, umeweka kusudi la kufanikiwa, yupo anayezuia, yupo anayechelewesha. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, aliyeshikilia ile kusudi, aliyezuia ile kusudi, kwa jina la Yesu, My God, weka mkono